Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyu. Limekuja nyumbani kwako kukuambia kuhusu wa kufanana na wewe. Bila shaka, popote ulipo, ni mamlaka ambayo yanakuweka hapo. Narudia, popote ulipo, ni mamlaka ambayo yanakuweka hapo. Iwe ni katika familia, iwe ni katika ukoo, iwe ni katika ndoa yako, iwe ni katika dini yako, iwe ni katika taifa lako, iwe ni popote pale ulipo. Uwepo wako wa hapo ni mamlaka ndiyo iliyokuweka hapo. Ni mamlaka ndiyo iliyokutuma uwe hapo. Na kwa kuwa ni mamlaka ndiyo yaliyokutuma uwepo hapo popote ulipo, basi wewe ndiyo wa mamlaka hayo. Wewe ndiyo wa mamlaka hayo kwa jinsi hiyo ulivyo popote pale ulipo. Na mamlaka ambayo yenye uweza ya kukuweka popote pale ulipo ni mamlaka iliyo moja, ambayo ni mamlaka yenye cheo cha kiungu, yani mamlaka ya kiungu au mamlaka ya Mungu. Na kufanya kwa kuwa iliyokuweka popote pale ulipo ni mamlaka ya Mungu, basi wewe ndiye mwenye mamlaka hayo ya kiungu. Wewe ndiye wa kufanana na mamlaka hayo ya kiungu popote pale ulipo. Ikiwa na maana wewe ndiye mwenye mamlaka hayo kwa jina lako popote pale ulipo. Iwe ni katika ndoa, wewe ndiye mwenye mamlaka hayo ya ndoa kwa jina lako sawa na jinsi yako, ni mwanamume au ni mwanamke. Katika familia, wewe ndiye mwenye mamlaka ya familia kwa jinsi yako kwa jina lako, ni mtoto au ni baba au ni mama. Katika ukoo, wewe ndiye mwenye mamlaka hayo ya ukoo kwa jinsi yako kwa jina lako vyovyote pale ulipo. Ukiwa katika taifa, wewe ndiye mwenye mamlaka ya taifa hilo kwa jina, kwa jinsi ulivyo, iwe ni cheo au vyovyote vile ulivyo, lakini wewe ndiye mwenye mamlaka ya taifa hilo kwa jinsi hiyo ulivyo popote pale ulipo. Iwe katika dunia yote, wewe ndiye mwenye mamlaka ya dunia yote na anga lake lote kwa jinsi hivyo ulivyo, kwa jina ulilonalo, kwa biashara ulionayo, kwa taasisi ulionayo, hivyo ulivyo ndiyo mamlaka yenyewe ya dunia yote na anga lake lote popote pale ulipo, pasipo kujalisha mwonekano wako ni upi, taaluma yako ni upi, unafanya shughuli ipi, ni mkulima au ni mhandisi, ni mhasibu au ni mkulima au ni mfanyabiashara, ni daktari au ni askari, ni mchungaji au ni baba, ni mama, ni mtoto, ni mwanafunzi au ni mwanachuo, vyovyote vile kwa jinsi ulivyo popote pale ulipo, wewe ndiye mamlaka kamili ya dunia. Kwa kuwa upo katika dunia, umewekwa katika mamlaka ya dunia, wewe ndiye mwenye mamlaka ya dunia kwa jinsi yako hivyo ulivyo.
Wewe ndiye wenye mamlaka ya anga lote hili, kwa jinsi hivyo ulivyo. Kwa maana moja, wewe popote ulipo, kwa jinsi hiyo unayofanya, ndiyo mwenye mamlaka ya Mungu, ikiwa na maana vyote vilivyo katika ardhi na anga lote, au ikiwa na maana una mamlaka, mwenye mamlaka na ardhi popote pale ilipo, na anga lake au mbingu popote pale ilipo. Ndio, ni wewe uliye mwenye mamlaka, kwa kuwa mamlaka ndiyo iliyokuweka hapo. Na kama ni mamlaka imekuweka hapo, ni lazima mamlaka iwe na mwenyewe, na mwenye mamlaka ni wewe uliyewekwa au uliyefanywa na mamlaka hayo. Ndio, naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu wa kufanana na wewe popote pale ulipo, kwa kuwa bila shaka ni wewe pekee uliye mwenye mamlaka hayo, kwa jinsi hivyo ulivyo. Narudia, ni wewe pekee uliye na mamlaka hayo, kwa jinsi hivyo ulivyo. Iwe ni mwanamke, wewe ndiye mwenye mamlaka hayo ya dunia yote, kwa jinsi hivyo wewe ulivyo mwanamke. Mwanamke ndiyo mamlaka yenyewe, ndiyo mamlaka yenyewe ya dunia, ndiyo mamlaka yenyewe ya anga lote, ndiyo mamlaka yenyewe ya ardhi yote popote ilipo na anga lake. Ukiwa ni mwanamume ndiyo mamlaka yenyewe ya dunia yote, ndiyo mamlaka yenyewe ya anga lote, ndiyo mamlaka yenyewe ya ardhi yote popote ilipo na anga lake. Ndiyo mamlaka yenyewe. Wewe hapo ulipo, ukiwa ni mtoto, ikiwa ni mzazi, ukiwa ni baba, ukiwa ni mama, ukiwa ni wewe, kwa jinsi hiyo ulivyo, ndiyo mamlaka yenyewe. Tena ni mamlaka yenyewe iliyo pekee yake, iliyo pekee, kwani popote pale wewe ni wa pekee. Kuna mwingine aliye wewe. Narudia, popote pale wewe ni wa pekee. Wewe ndiye mwenye mamlaka ya pekee. Mwanamke, kwa jinsi hivyo ulivyo. Biashara yako, kwa jinsi hivyo ilivyo. Mtoto, kwa jinsi hivyo ulivyo, kwa kuwa hakuna mwingine aliye wewe. Narudia, kwa kuwa hakuna mwingine aliye wewe, mwenye mamlaka hayo, kwa jinsi hivyo ulivyo. Naongea na wewe popote pale ulipo, kwamba hakuna mwingine aliye wewe, kwa jinsi hiyo hapo ulipo, na kufanya kwa jinsi hiyo ulivyo hapo. Wewe ndiyo mwanzo na wewe ndiyo mwisho, kwa jinsi hiyo ulivyo, kwa kuwa hakuna mwingine aliye wewe, au mwingine atakuja kuwa wewe. Hakuna mwingine aliye wewe, yani mwenye mamlaka hayo, kwa kuonekana kama vile jinsi unavyoonekana, wala kuja kutokea mwingine wa kuwa wewe, kwa mamlaka hayo ulionayo
kwa jinsi hivyo ulivyo popote pale ulipo, na kufanya wewe ndiye uliye mwanzo na mwisho, kwa jinsi ulivyo popote pale ulipo. Basi, na kwa kuwa wewe ndiye mwanzo kwa jinsi hiyo ulivyo, na wewe ndiye mwisho kwa jinsi hiyo ulivyo, imefanya vingine vyote kutoka ndani yako, vingine vyote kutokea ndani yako, vingine vyote vilivyopo kuwa vimetokea ndani yako, ndani ya mamlaka yako, ndani ya uwepo wako popote pale ulipo, kwa nia moja tu, kuwa wasaidizi wako. Narudia, imefanya vingine vyote popote pale vilipo kuwa vimetoka ndani yako, vimetoka katika jinsi wewe ulivyo, kwa maana kwamba ni vya kufanana na wewe ila sio wewe, ni vya kufanana na wewe ila sio wewe, ni vya kufanana na wewe kwa jinsi zao, lakini sio wewe. Ni wasaidizi wa uwepo wako popote pale ulipo, wametoka ndani yako na kuja kukusaidia. Kwa hiyo popote chochote kilipo, kipo kwa jambo moja tu, kukusaidia. Kipo kwa jambo moja tu, kuwa msaada wa uwepo wako hapo ulipo. Kwa kuwa chochote popote kilipo kwa jinsi yake ni cha kufanana tu na wewe, lakini sio wewe. Narudia, chochote popote kilipo kwa jinsi yake ni cha kufanana tu na wewe, lakini sio wewe. Wanyama, mimea, mke, mume, watoto, wazazi, viongozi, watumishi wa Mungu, manabii, mitume, walimu, wainjilisti, madaktari, mainjinia, wakulima, na kila kimoja pale popote kilipo ni cha kufanana na wewe kwa jinsi ya kuonekana kwake, lakini sio wewe. Tarudia, ni cha kufanana na wewe kwa jinsi yake, lakini sio wewe. Ni cha kufanana na wewe au wa kufanana na wewe, ikiwa na maana msaidizi wako popote pale ulipo, msaidizi wa wanamke wako, msaidizi wa wanamume wako, msaidizi wa utoto wako, msaidizi wa uzazi wako, msaidizi wa udaktari wako, msaidizi wako kwa jinsi yake, vyovyote vile, kwa jina la kuitwa kwake, ndiyo aliye msaidizi wako. Kwa hiyo mpo pamoja kwa kuwa mmefanana, mnaishi pamoja kwa kuwa mnasaidiana, unaishi pamoja kwa kuwa ni wa kufanana na wewe. Kila kitu kilichopo popote pale kinaishi pamoja na wewe, pasipo kujalisha kiko wapi, kwa kuwa ni cha kufanana na wewe, kwa kuwa kinayasaidia maisha yako, pasipo kujalisha jinsi ya muonekano wake uko vipi, ila ni cha kufanana na wewe kwa usaidizi wake wewe
hapo popote ulipo ukawepo. Basi tazama, na aliye wa kufanana na wewe ni chochote au yoyote aliyopo kwa jinsi yake na sio kwa jinsi yako. Narudia, na aliye wa kufanana na wewe ni chochote au yeyote aliyopo kwa jinsi yake na sio kwa jinsi yako. Kwa kuwa aliye kwa jinsi yako ni mmoja pekee, ambayo ni wewe peke yako. Narudia, kwa kuwa aliye kwa jinsi yako ni mmoja tu, ambaye ni wewe peke yako, bali wengine wote, vingine vyote kwa jinsi yake ni vya kufanana tu na wewe, ni wasaidizi wako wewe popote pale ulipo kwa jinsi yako. Ndio, ni wa kufanana na wewe kwa jinsi yako. Wewe mwanamume, wewe familia, wewe ukoo, wewe dini, wewe taifa, wewe dhehebu, wewe biashara, wewe taaluma, wewe daktari, wewe popote pale ulipo kwa jina la kuitwa kwako, kwa jina la kuitwa kwako, kwa jinsi hiyo ulivyo. Wewe uliye dini hiyo, kwa jinsi hiyo. Tambua, dini zote ni za kufanana na wewe kwa jinsi yao. Kila dini yoyote iliyopo ni ya kufanana tu na wewe kwa jinsi yake. Kila dhehebu lililopo popote pale ni la kufanana na wewe kwa jinsi yake. Kwa kuwa aliye wa jinsi yako ni mmoja tu, ambaye ni wewe pekee. Ni dini ya aina yako pekee, ni dhehebu la aina yako pekee, ni taifa la aina yako pekee, ni ndoa ya aina yako pekee, ni familia ya aina yako pekee, ni wewe popote pale kwa aina ya kuonekana kwako pekee. Basi na mmefanana, ndio maana mko pamoja. Wewe ni dini hiyo, yule ni dini hile. Wewe ni dhehebu hilo, yule ni dhehebu lile. Wewe ni mwanamume, yule ni mwanamke. Wewe ni baba, yule ni mama, yule ni mtoto, lakini mmeishi pamoja katika familia hiyo. Wewe ni familia hiyo, ile ni familia ile, lakini mmeishi pamoja katika ukoo huu. Wewe ni kabila lile na wewe ni kabila lile, lakini mmeishi pamoja katika kijiji hicho. Wewe uko vile na wewe uko vile, lakini mmeishi pamoja katika taifa hilo. Mmeishi pamoja katika dunia na anga lake. Mmeishi pamoja katika ardhi moja na anga lake lote. Kwa kuwa huyo kwa jinsi yake, kwa jinsi yake ni wa kufanana na wewe. Kwa jinsi yake ni msaidizi wako. Kwa hiyo haikujalisha ni wadudu wenye sumu kali, haikujalisha ni mimea yenye miba, haikujalisha ni moto uunguzao, haikujalisha ni mbea, haikujalisha ni mlevi, haikujalisha kwa vyovyote vile alivyo yoyote, bali popote pale chochote kilipo, ndiye aliye wa kufanana na wewe. Chochote popote
pale kilipo kwa jinsi yake, ndicho au ndiye wa kufanana na wewe, ndiye msaidizi wako hapo ulipo, anayekufanya hapo ulipo ukawa katika starehe, raha ya kuwepo kwako hapo ulipo. Ndiye anayekufanya uishi katika ukamili usiopungukiwa wala kuzidiwa na chochote, bali furaha ya kuishi kwako popote ulipo. Owe tatae, naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu wa kufanana na wewe. Kwa hiyo, na umefanana na mwenzako, ndio maana upo hapo popote ulipo. Narudia, na umefanana na chochote popote kilipo, ndio maana upo hapo ulipo. Ikiwa na maana chochote popote kilipo kwa jinsi yake, yoyote popote pale alipo kwa jinsi yake, ni wadudu, ni wanyama, ni watu, ni wanadamu, ni mwanamke, ni mwanamume, ni watoto, ni wakubwa, ni kwa jinsi yoyote pale alipo, yupo pale kwa kuwa amefanana na wewe kwa jinsi yake alivyo. Ni msaidizi wako hapo ulipo kwa jinsi yake pale alivyo, na usaidizi wake kwako ni jinsi vile alivyo. Jinsi vile yeye alivyo ndio usaidizi wake kwako popote ulipo. Jinsi dhehebu lile lilivyo kwa jinsi yake ndio usaidizi wake kwako. Jinsi dini ile ilivyo kwa jinsi yake ndio usaidizi wake kwako. Jinsi mume alivyo, mke alivyo kwa jinsi yake ndio usaidizi wake kwako. Jinsi chochote kilivyo, familia ile ilivyo, ukoo ule ulivyo, taratibu zile zilivyo, ndio usaidizi wake kwako kwa jinsi yake. Jinsi fedha ilivyo, jinsi pesa ilivyo, ndio usaidizi wake kwako kwa jinsi yake. Jinsi dhahabu ilivyo, ndio usaidizi wake kwako kwa jinsi yake. Kwa hiyo usaidizi wa chochote popote kilipo ni uwepo wake kwa jinsi yake. Narudia, usaidizi wa chochote popote kilipo kwa jinsi yake ni uwepo wake kwa jinsi yake. Kwa kuwa aliye wa kufanana na wewe ni lazima awe msaidizi wa maisha yako, msaidizi wa uwepo wako, na usaidizi wake aliye wa kufanana na wewe, aliye msaidizi wako, ni uwepo wake kwa jinsi yake. Ni uwepo wake kwa jinsi yake ndio usaidizi wake kwako popote pale ulipo. Na hicho ndicho kilichowafanya mkaishi pamoja, na ndicho kilichowafanya mkawa pamoja, si pamoja bali kwa ile raha ya pumzisho, kwa ile furaha ya kuishi kwako,
pasipo kuwa pungufu au kuzidiwa, maana kwamba kuishi katika ukamilifu wako. Pokea pumzisho hili la kujua walio wa kufanana na wewe, wa kujua vema ya uwepo wako, vema ya uzuri wako, vema ya kuishi kwako popote pale ulipo, kwani wewe ndiye uliye msaidizi wa ufalme wa Mungu, na usaidizi wako ni uwepo wako popote pale ulipo, na chochote popote pale kilipo kwa jinsi yake ndicho kilicho, ndiye aliye wa kufanana na wewe popote pale ulipo. Basi na kufanana huko kuwe ni pumzisho kwako hapo ulipo, kama vile neno hili lililokufikia kwako lilivyo pumzisho kwako, kwa kuwa ndilo la kufanana na wewe. Pokea pumzisho hili na furaha hii ya pumzisho hili la kupata walio wa kufanana na wewe, la kuishi pamoja na walio wa kufanana na wewe, liwe pamoja nawe.